Kusubiri ahadi. Ahadi hiyo ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Soma katika Luka sura ile ya 23 utaiona hapo kwamba ni zawadi ya Roho Mtakatifu. Mstari wa 8 katika Matendo ya Mitume 1:8 akasema, lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi wote, Samaria na hata mwisho wa nchi. Manake tunapokea nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sababu ya kuhubiri Injili. Tusipomtumia Roho Mtakatifu kwa kusudi lililomleta kwetu, anaondoka. Washangae, huwezi kuwa na Roho Mtakatifu akawa ni wakwako tu wa kuonyesha show au kutembea kusema na mimi nimeokoka nimejazwa Roho Mtakatifu, unatembea. Au yeye ukikutana na mtu, yani kazi yako tu kusema na mimi nimeokoka nimejazwa Roho Mtakatifu inatosha. Baada ya kumwambia hivyo, ni nini kinafuata? Ni kumwambia na wewe okoka. Leo bado yupo kwa ajili yako. Ni kushuhudia habari njema. Ni kumwambia kwa habari ya ubaya wa dhambi. Ni kumweleza kwa habari ya nguvu ya kuondoa dhambi ambayo imepatikana kwa Kristo alipokufa akafufuka. Kwa hiyo usipomshuhudia Yesu, maana Roho Mtakatifu alikuja kwako. Yesu alimruhusu Roho Mtakatifu aje ili kwamba akupe nguvu ya kumshuhudia Kristo, kutangaza sababu ya kifo chake na kufufuka kwake. Kwa nini alikuja duniani? Ndio kazi ulio nayo. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo Roho Mtakatifu yupo ili atusaidie kuhubiri Injili, kutangaza ufalme wa Mungu. Usipohubiri Injili anaondoka. Sio tu yani hayupo tu Roho Mtakatifu yunene tu kwa lugha. Nena kwa lugha ni sawa, utajisikia kunawiri, utajisikia ndani kuongezeka na kukua, lakini kukusaidia kutiwa nguvu, na ile nguvu kusaidie kuwa na ujasiri wa